Tunakuomba tu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, heshima inunuliwi na heshima ni njia mbili. So heshimu tu Mheshimiwa William Ruto kwa sasa hivi. Pea Mheshimiwa Daktari kazi yake, afanye kazi yake. Na kuna mahali William Ruto hakuna haja na one time. Gasangu anatusi Ruto kila siku, hajawahi musika. Langu jina ni mjukuu wa bunduki, rais wa bunge la mwananchi, Embakasi Central Constituency. Na mimi ndio pia mbunge mtarajiwa wa Embakasi Central 2027. Na mimi nataka kusema kwamba wengi walisema mabaya sijui nini. My friend, hii Kenya ukiwa na maono, endelesha maono yako. Ndio maana tuliacha rungu, guns na UPR Embakasi East. Tukakuja mahali ambapo tunaona maendeleo. Huwezi compare this constituency Embakasi Central na Embakasi East. Huwezi. Embakasi Central iko mbele chini ya Mheshimiwa Meja Dong. Iko mbali sana. So, huwezi linganisha Benjamin Mwangi aka Meja Dong na mtu ya PR. My friend, hii Embakasi yetu Central, ukiangalia jinsi kazi inafanywa sawa. So Mheshimiwa Meja Dong, sisi tunaona matunda yako kama wakazi wa Central Constituency. Uwezi ndugu yangu, Embakasi Central hakuna mahali watu wanapita wanakanyaga matope. Hakuna hata mahali switch inasumbua watu. Imepangwa, Embakasi Central imepangwa na chini ya Mheshimiwa Meja Dong. So mimi sababu zangu kumtoa 2027, mimi ndio najua mahali analala kwa kazi. Na hiyo sitamwambia. Hiyo nitamwambia wakati siasa ikifika. But kwa mambo ya jinsi ya barabara ni tik kwa mbunge yangu Meja Dong. Kweli. Baka maji aongei kwa bunge na PR, lakini matendo unaona kwa ground. So tunasema Meja Dong, mahali unafanya tunaona. Kabisa. Ndio hongo. Jambo la pili, mimi ningependa kuambia, nataka kusungumuza kwa mambo ya Mheshimiwa Rais William Ruto. Wengi wanasitumu Mheshimiwa Rais bure. Wengi wanamstumu kwa vitu ambavyo haifai. Mimi ningependa kuambia kwa wale ambao wanasitumu Mheshimiwa Rais, nataka kusema kwa upana na marefu. Ndugu zangu, lazima tukubali mahali Mheshimiwa Ruto amefanya vizuri. Jana mimi bado narudia, nilikereka nikiona former president ambapo William Ruto alifanya kazi kubwa kumfanya akakuwa president. Ndio Uhuru Kenyatta alikuwa na kura zake ya Mlima Kenya. Lakini William Ruto alisunguka Kenya hii kwa niaba ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta Migai. Akasunguka tena kama kiongozi kutafuta kura lake kama Mheshimiwa William Samara Ruto. Therefore ningependa kuambia Mheshimiwa Rais former Uhuru Kenyatta Migai, tunajua kwamba wewe ni former. Right now tuko na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri wa Kenya, Daktari Rais William Ruto. Tunakuomba tu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, heshima inunuliwi na heshima ni njia mbili. So heshimu tu Mheshimiwa William Ruto kwa sasa hivi. Pea Mheshimiwa Daktari kazi yake, afanye kazi yake. Yala ambayo anafanya itamfuata. Yala ambayo ulifanya itakufuata. But wacha kusema kwamba problem ya Kenya ni mambo ya ushuru. Wakati we mwenyewe mumekula pesa ya COVID-19, mumekula pesa ya KEMSA hiyo imeenda. Mukakula pesa ya Eurobond 200 billion. Mukakula tena another 10 billion. Hii ni pesa ambayo ilikulwa kwa mambo ya kudanganya watu, mambo ya huduma namba ambayo kutusaidia. Then what do you expect? Unataka William Ruto apate pesa wapi wakati serikali yake inakuwa magumu? So lazima tu tax watu kulipa deni ambayo mlikula katika kwenye serikali yenu miaka 10. So mwache kubilia Mheshimiwa William Ruto. Right now kuna biggest project ambayo tunaona iko Central, iko Rift Valley, iko Western, iko Luo Nyanza, iko Northeastern, iko Coast of Region ambayo kazi inafanywa. Si anafanya kazi mahali pamoja. Na kila mtu ailalamiki. But why now wewe unalalamika? Unalalamika kwa sababu haukuwa unaamini kwamba the son of nobody William Ruto anaweza kuwa president. Ukakuja ukaanza vita na nani? Na Gachagua. Gachagua ukashinda na ujanja, ukadanganya Raila Odinga akaingia serikali, ukatumia mbinu ili mtoe Gachagua serikali. Then sasa hivi tena unakuja kublackmail na Gachagua. We know you very well Uhuru Kenyatta. Wewe ni mtu ya blackmail. Umeona Gachagua ameshika jamii ya Mlima Kenya, then sasa hivi unajitokeza, tunafanya rally ya chama cha Jubilee. Jubilee ilikufa. Kubali ishe.
Kubali ishe my friend. Sasa DCP ndio kuwika Central. Kabisa. So kubali ishe ndugu yangu, tunataka kudanganya. Sasa tunakudanganya my friend. Hakuna mambo ya upendo. Kama mtu hawezi kuendana na wananchi, akubali. Right now yule mtu ambaye kuna chama Mlima Kenya ambaye anasikizwa ni Mheshimiwa Gachagua. Kabisa. So wacha kudanganya watu hapa na chama ya Jubilee ambaye ilikufa kitambo bana. Jubilee kama nyoka ilikufa. So heshimu Mheshimiwa William Ruto ndio rais wetu afanye kazi. Mambo ya health. Hata kama kuna changamoto but William Ruto anajaribu sana na hiyo nitarudia. Ndugu yangu NHF ungepata ajali haungepelekwa kwa hospitali ambayo the nearest hospital kwa sababu policy ya NHF. But policy ya SHA inasema kwamba the nearest hospital ukipata ajali ama upate magonjwa ile hospitali yenye iko karibu hapo ndio unakimbizwa kwanza, ukipata nafuu sasa unapigwa transfer. Ambapo tunasema Ruto alikuwa na akili na akili yake inatusaidia kwa sababu uweze kuwa mgonjwa ati unatafuta hospitali ambayo mahali ulichagua. Ndugu yangu tuache kudanganyana basi. Sometimes tupe William Ruto yale ambayo anataka ama yale ambayo amefanya tumpe pongezi kwa yale. So Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa siasa yako ndogo ndogo kubali Mlima Kenya, upande wa politics, upande wa siasa, upande wa chama, kubali Gachagua amekupiga. Kubali Gachagua amekupiga. Hapo wacha kudanganyana watu bana. Gachagua amekuosha. Hapo kubali tuishi Uhuru Kenyatta. Jubilee wezi kuja kuwika Mlima Kenya. Jubilee wezi kuja saa hii kucontrol jamii ya Mlima Kenya. Kubali ishe. Hata kama mimi napinga Gachagua, tukubali ya kwamba Gachagua amekuwa smart kwako. Ni mbaya kwako kama Uhuru Kenyatta. Rudi kwa drawing board. Usiporudi hata MCA moja Mlima Kenya kwa Jubilee hautawahi ona. Gachagua atakuosha na jiko my friend. Wacha kudanganya watu bana. Kubali wewe ni former president, kula mshahara, tulia, elea wajukuu, tulia. But kwa siasa wacheri katika Gachagua wapingane Mheshimiwa William Samoei Ruto. Jambo ya mwisho nataka kuambia John Lady Gladys Wanga Nyasona. Sisi kama bunge la wananchi, wewe kama chairperson wa chama cha ODM na sisi kama wana ODM tuko na request moja special mami. Tunakuomba kwa sababu hata sisi tunakudefend wakati wale ambao wajangili wanakugwara. Tunakuomba mama wetu katika kwenye safara ya chama cha ODM kule Kisumu, hata sisi wanabunge la Embakasi Central, kwa sababu tunataka kuenda mbele na sera ya policy ya chama cha ODM na policy ya bunge la mwananchi. Tunakuomba kitu kimoja mami, tunataka masuala jinsi hata sisi wanabunge tutakayofika katika kwenye ile kongamano ya asante sana na kwa sababu tunakuamini uwezo wako kama chairperson wa chama cha ODM. Sisi hapa kwa ground tunakuomba kitu kimoja, utushikilie. Hata sisi tutashikilia chama cha ODM kwa sababu baba alikuwa anatushikilia. Tukikuwa tunakona rally tunaenda Mombasani, ikiwa wapi tukiwa Turkana tuko hapo na baba Raila Amolo Odinga. Na kwa sababu baba alikuamini akakupea nafasi ya chairperson, sisi pia tunakuomba kama bunge la wananchi kwamba tushikilie tupate kufika katika kwenye kongamano ya Kisumu ya ODM. Na tunasema kwa mtu asikudanganye my friend, sisi ndio wenye watu. Mtu akikudanganya Jakaranda sijui nani rais Jakaranda, huyo ni cartel. Rais ni mmoja, Rais ni mjukuu. President ni mjukuu. Huyo ndo nilipiga kura yake. Mimi niko na kura yake. Tulipigia yeye kura. Tunang'amu moja tu. Tunang'amu mjukuu peke yake. Ndio tunang'amu. Rais ni huyu. Tulipigia yeye kura. Rais ni mmoja, tulimpigia kura. So na Kenya mzima inajua mjukuu ndio president wa Jakaranda. Tuliwaambia kiongozi Mungu ndiye anachagua. Huyu president tulipigia kura, aliregister na 14,000 akapigiwa kura. Babu Owino akatuletea mtu akamwapisha. Babu Owino, tunataka kujua mahali Kidero hako, tunataka release Kidero. Tunajua wewe tafiti yako ni kujifanya unakufa ndio upendwe. Saa hii tusikutane na wewe na file.
kama unaenda kwa koti ati Kidero, we want to remove you. Sahi mahali umemficha mtowe. Na tunajua mara ya kwanza ulimshika ukamwacha. Wewe ukakuwa lawyer yake. Mara ya pili chukua tena kuwe lawyer. William Ruto ana haja na Kidero. Hakuna mahali William Ruto hakuna haja na one term. Gachagua anatusi Ruto kila siku, hajawahi musika. Sisi tunapiga siasa yenye ni safi na mdomo safi. Oh sorry, nimeingia kwa speech ya president. Asante sana, Mungu awabariki. Uchino ni tuta. Orengo ni one time.